Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kufuatia operesheni ambazo imezifanya katika mwezi wa Mei imefanikiwa kuwakamata watu 98 kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma hizo ni pamoja na matukio ya mauaji, uvunjaji, wizi na kupatikana na madawa ya kulevya. Miongoni mwa watu waliokamatwa katika operesheni hiyo ni watuhumiwa watatu ambao wanahusika na tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Matayo Kanyenyere Mhagama, miaka 60, mkazi wa kijiji cha Rudende kiliyopo wilaya ya Ludewa, ambapo walimshambulia na kumkata na kitu chenye ncha kali ambacho kilisababisha kifo chake. Chanzo cha tukio hili ni imani za kishirikina. Watu hawa ambao wamekamatwa ni pamoja na mtu ambaye amefahamika kwa jina la Nimroni Laurent Mwinuka, miaka 54, Agata John Mtweve, miaka 32, na Sebastian Adamu Mhagama, miaka 29. Aidha, Jeshi la Polisi limemkamata mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la James Damson Ngole, miaka 34. Huyu yeye anajihusisha na makosa ya utapeli kwa kujifanya ni afisa usalama. Na kujifanya kwake afisa usalama, anatumia kivuli hicho kufanya matukio mbalimbali ya kitapeli. Lakini kwenye upekuzi, wakati akiwa anafanya utapeli wake, tumebaini kwamba alikuwa na simu yake upande wa mtandao wa WhatsApp. Imebainika kwamba amekuwa akitumiwa nakala mbalimbali za vyeti vya taaluma waliomaliza katika vyuo mbalimbali pamoja na shule, na akiwa anawaahidi kuwatafutia kazi sehemu mbalimbali serikalini. Vilevile katika msako huo, Jeshi la Polisi limefanikiwa kumkamata Richard Hilali Mtewele, miaka 22. Huu ni mkazi wa kijiji cha Ngalanga, kata ya Uingilo, wilaya ya Njombe, akiwa na majani makavu ambayo yanayodhaniwa kuwa ni dawa za kulevya bangi, ambayo yana uzito wa gramu 900 ndani ya mfuko wa sulfeti. Watuhumiwa hao wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi wa mashauri yao kukamilika. Katika kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kuwa salama, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia polisi jamii litaendelea na mikakati ya kuyafikia makundi mbalimbali, ikiwemo katika shule, nyumba za ibada, mikutano ya hadhara, vikao na kupitia vyombo vya habari, ili kuendelea kujenga uelewa wa jamii kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yao. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu mapema mara tu wanapoona viashiria vya uhalifu, ili hatua ziweze kuchukuliwa kabla hawajaleta madhara kwa jamii. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii KC66, KC67 pamoja na Hey37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zinaweza kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $60,000 tu, na tablet aina ya KC66 unapata kwa bei ya $165,000. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Sizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.